kuamini ya kwamba kifo hiki kinachotukumba katika maisha yetu ya kila siku sio mwisho wa maisha yako. Kifo ni usingizi tu wa mauti ambao Yesu atakuja, atapiga kelele kwa sauti kuu na mwaliko wa parapanda ya malaika, na sisi sote tutaamka. Kama Bwana akija akikuta umelala katika usingizi wa mauti, utaamka. Kwa nini? Alipokutana na mwanafunzi wake mpendwa anayempenda Yohana, Yesu alisema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Kwa nini? Alipoingia nyumbani mwa mkuu wa sinagogi anaitwa Yairo, mtoto wake alikuwa amekufa, alikuwa amekaa kwa miaka 12 akiwa hai na furaha, lakini ndani ya masaa machache akaugua sana akafa. Yesu alipoingia akasema, msiogope Yairo, mtoto hajafa, mtoto amelala. Wapagani wakacheka, waliokuwa pale wasio na imani wakacheka, lakini Yesu akamwamsha, ikiwa ni ushahidi wa matukio makubwa yanayokwenda kutokea hivi karibuni ulimwenguni, wa Yesu kuja na kumwamsha kila mtu aliyelala katika usingizi wa mauti. Hata kama alipigwa bomu akasambaratika akawa ni chenga, Mungu atamuita, vitakusanyika vyote, atafufuka. Kama haitoshi, wakadhani ya kwamba mtu akifa, akioza, akiwa ametoa funza, hawezi kurudi tena katika hali ya kawaida. Yesu aliposogelea kaburi la Lazaro rafiki yake, akawaambia wale ndugu zake, toeni jiwe. Akiwa amekufa, amenuka siku 4, anaoza na funza zinamtoka ndani ya sanda yake, Yesu akaita, Lazaro, toka huku nje. Lazaro akatoka, akawa hai tena. Hizi zilikuwa ni rasharasha, malimbuko ya kile ambacho Yesu anakwenda kukifanya atakapokuja mara ya pili. Ni kweli ana uwezo wa kufufua hata sasa, hata ukifa hapa sasa hivi, kwa nguvu za damu ya Yesu tunaweza tukakufufua kwa maelekezo kutoka juu, ikiwa kuna haja ya kufufuka. Lakini bado kifo sio mwisho wa mtu. Kifo ni mapumziko ya kiusingizi mzuri wa kusubiri baraka ya uzima wa milele. Kwa wale ambao tumewasema katika somo lililopita, ambao wanapenda mambo ya yule bwana mwingine, watapumzishwa ili mwisho waingie katika hukumu, waonyeshwe maisha waliochagua na madhara ya maisha ambayo walipewa muda mrefu ya waliochagua na wao wakapuuza. Bwana atawaonyesha pia. Lakini nakupa pendekezo mapema sana kusema wewe ni ibilisi. Ni mapema sana kusema unaenda motoni. Hivyo ulivyo sasa hivi, ukifanya U-turn ya kiroho ya maisha yako, Mungu wa mbinguni mwaminifu atakuokoa, atakupokea. Biblia katika Agano la Kale bado inatambua kwamba kifo ni usingizi wa mauti. Agano la Kale huwaelezea Daudi, Suleiman na wafalme wengine wa Israeli na Yuda kama waliolala na baba zao. Ni kama watu waliolala. Ayubu anaita kifo usingizi. Kwa sio Yesu alianza kuita kifo ni usingizi. Ayubu anaita kifo ni usingizi. Hebu tusome kidogo hapa Ayubu 14 mstari wa Ayubu 14 na ule mstari wa 14, Ayubu mstari wa 10 mpaka 12. Ayubu 14 mstari wa 10 mpaka 12 asema, lakini mwanadamu hufariki dunia, na mwanadamu hutoa roho, naye yuko wapi? Kama vile majani kupwa katika bahari na mto kupunguka katikati, hivyo hivyo mwanadamu hulala chini asiinuke. Hata wakati wa mbingu kutokuwapo tena, hawataamka wala kuamshwa usingizini. Laiti ungenificha kuzimuni, ukanilinda kwa siri,
hata ghadhabu zako zitakapopita na kuniandikia muda ulioamriwa na kunikumbuka. Mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Mimi ningemgoja siku zote za vita vyangu, hata kufunguliwa kwangu kunifikiria. Kwa bado mtu akifa ni mtu aliyelala hata chini, hata chini. Lakini Agano la Kale, Agano Jipya pia linazungumzia katika kitabu cha Mathayo 27 na ule mstari wa 52. Mathayo 27 na mstari wa 52, wa mbali kabisa 52. Anasema nini hapa? Neno la Bwana linasema anasema natazama, anasema hivi, makaburi yakafunuka, ikainuka miili ya watakatifu waliolala. Makaburi yakafunuka, ikaibuka miili ya watakatifu waliokuwa wamelala. Kumbe mtakatifu aliyekufa ni mtakatifu aliyelala. Sasa ukisikia Yesu anaita mtu aliyekufa amelala, maana yake mtu aliyelala hawezi kuongea na mtu mwingine, kumbukumbu zake zimepumzika, zimefungwa, ni mtu aliyetulia. Wako watu wamepotosha maandiko, wanasema mtu akifa kuna kitu fulani ambapo ni kana akili kako sehemu huko paradiso, kanakula maisha, kanaongea, anafurahi. Sisi tulio hai tunaweza akatuombea, tukapata nafuu fulani za kidini. Na pia kama ni mchafu alikuwa katika uovu, unaweza ukafanya ibada fulani hivi za maombi, yule mtu akawa sawa. Na mababu zetu wametukuza tukiamini ya kwamba huu ndio utaratibu. Hii katika dunia ya sasa, imani hii ya kuamini kuna kitu fulani cha mtu kiko sehemu kinaweza kikawa hai na vitu kama hivyo, kitu hiki kinaitwa modern spiritualism, au tuseme kitu kiite ni umizimu wa kisasa. Umizimu wa kisasa, kwa nini tunaita umizimu wa kisasa? Ni umizimu wa kisasa kwa sababu sio kitu cha kisasa kimsingi, cha zamani. Zamani waliamini miaka mingi, hata watu wa Mungu ambao walikuwa wanapotoka, stand yao ya kwanza ilikuwa ni kwa waganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji wanaamini mtu anapokufa, au imani za kishirikina zinaamini mtu anapokufa kuna mahali huwa anaenda. Ndio maana ukipata shida unaweza kwenda kuongea na kupitia medium, wale ambao ni makuhani wa kiganga, wakakulinki na wazee wako wafu wa zamani, wakakutakia neema na raha fulani hivi za kimaisha. Na watu wote wanaenda kwa waganga, wanazungumza na hawa watu waliokufa. Kimsingi, baada ya shetani kudanganya, anasema kuwa makini, inaweza kukuvuruga akili, akakudanganya ukaona kwamba mtu hajafa, yuko sehemu fulani toharani, yuko sehemu fulani mbinguni, yuko sehemu fulani anachoma moto, au kishakufa kamzika vizuri, na mwaga vimaji kidogo inaingia kwenye sikio, anashtuka, yule malaika na rungu anaanza kumtesa. Hizo ni mambo ya kipagani, ya kipotofu. Kwa sababu nasema kipotofu, mmoja ya watu ambao waliingia kwenye hii mikumbo ni watu ambao walikuwa wakimwacha Mungu. Mfalme Sauli, baada ya kumwacha Mungu, stand yake ya kwanza ilikuwa ni kwa mganga wa kienyeji. Alipofika kwa mganga wa kienyeji, katika kitabu cha Samueli wa kwanza 28 mstari wa 6 anasema, lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa Urim, wala kwa manabii. Sauli alipomuuliza Mungu, akaona Mungu amjibu kwa sababu alikuwa ameamua kumwacha Mungu. Sauli aliamua kwenda kwa waganga. Akaenda kwa waganga, aitwa mchawi wa Endori. Yule mama Sauli akamwambia, naomba unipandishie Samueli. Samueli alikuwa ameshakufa siku nyingi. Tumesoma hapo wafalme na watakatifu wamelala. Alikuwa amelala.
kwenye usingizi wa mauti. Na mchawi akafanya ushirikina wake. Yule mama akamuibua mwanaume anaitwa Sauli, akaongea akamtabiria kitu ambacho kinaendana na ukweli. Kimsingi ni roho chafu za majini zilizovaa miili ya watu tunaowafahamu, watu mashuhuri, ambao zinaibuka katika mfumo wa mazingaombwe na kutabiri vitu ambavyo kimsingi vingine vitakupata na kutokea kweli kweli. Kama ukiwa hujajua au kusikiliza hatua hii ya muhimu ya kukua kiroho, utajikuta unaingia kwenye makundi ya mifumo ya kiimani ambayo kimsingi wakati unafikiri Mungu ndiye anayefanya kazi, lakini ni majini na mapepo ambayo yanafanya kazi katika maumbile ya kibinadamu, Niseme nini basi? Katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 28 na 29. Yohana 5 mstari wa 28 na 29. Maandiko yanasema, msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Usistaajabie, usikae unashangaa habari, jamani nimetokewa na mzimu, ndugu yangu amenitokea, tumwombee mtakatifu atuombee. Hayo ni mambo ya Biblia inasema yasikushangaze, yasikutoe kwenye mchezo. Ni modern spiritualism, ushirikina wa kisasa wa kuongea na wafu na kuombeana masuala ya wafu na kuingiza wafu kwenye masuala ya ibada. Yesu anasema saa itafika, wafu waliolala makaburini watafuka, wengine wapate mema, wengine wapate mabaya. Maana yake nini? Kwa mujibu wa Yesu, hakuna mfu, hakuna maiti ya mtu, hakuna mtu aliyekufa ambaye anakula raha mbinguni, isipokuwa kwa uchache. Musa alikufa kwa mujibu wa Yuda moja, malaika akaenda akashindana na yule adui Ibilisi, akamchukua mwili wa Musa, Mungu alichukua na akaupeleka mbinguni. Isipokuwa Enoko ambaye alikuwa translated, alichukuliwa kwenda mbinguni. Isipokuwa Elia ambaye alichukuliwa na gari liwakalo moto kwenda mbinguni. Isipokuwa Yesu alipofufuka, Biblia inasema aliteka nyara, akapaa na watakatifu wachache kama sample ya kuonyesha kwamba Mungu ana uwezo wa kufufua. Hata alipoamka katika kaburi, alipokufa wakafufuka watu wengi. Na anasema kitabu cha Efeso, alipofufuka aliteka nyara, achukua kizazi kidogo cha watu ambao hauna majina yao, kwa hatuwezi kumweka mtu tunayemfahamu. Ni rare case sana, hata sasa anaweza akamchukua mtu kwa kadri ya jinsi ambavyo wana mahusiano naye, na ni tukio la kiwango cha juu ambalo haliwezi kuigizwa. Acha kusikiliza watu wenda kwenye mbingu za kufoji kwamba nilienda mbinguni, Yesu ana ndevu nyingi sana. Hayo ni mambo ya kufikirika ya kishirikina. Yesu anapomchukua kwenda mbinguni moja kwa moja mtu, huyo mtu ataondoka kwa njia ambazo haziwezi kuelezeka. Lakini msingi wa somo la leo ni kwamba mtu anapokufa analala katika usingizi wa mauti. Habari yake inakomea hapo. Hana ijara. Wasema, Biblia inasema huyo mtu hana ijara tena. Hana ijara tena. Yaani hafikiri chochote, hawezi kumsifu Mungu. Biblia inasema
sio wafu wamsifuo Mungu. Anasema unakwenda kaburini, makaburi yatafunguka. Alifanya sample tumesema ya mtoto rafiki yake huyo anaitwa nani huyo, Lazaro. Lakini atakapokuja mara ya mwisho, makaburi yanawakilisha kila eneo ambalo limemshika mtu aliyekufa litafunguka na Yesu atachukuliwa. Kwa hiyo kama unamwamini Mungu, kama unamwamini Yesu, moja ya viwango vyako vya ukuaji wa kiroho ni kuamini ya kwamba hata Bwana akiruhusu jambo lolote bali ukapata katika usingizi kama mauti, nika usingizi tu kwa muda mfupi, umepumzika hapo tu na umepumzika tu vizuri, hamna chochote, hamna, hujaenda mbinguni, hujaenda paradiso, uko tu mavumbini hapo umetulia, unasubiri kufufuliwa na Yesu. Kama alivyomwambia mtoto wa mkuu wa sinagogi Jairo, Talitha kumi, mimi Yesu nasema amka. Kama alivyomwita Lazaro, Lazaro toka huku nje, ndivyo ambavyo atakuita atakapokuja mara ya pili. Mpendwa, amka. Fulani, amka. Na hapo tutaamka na kumlaki mawinguni. Wale wanaofufuliwa katika ufufuo wa kwanza wanaitwa waliobarikiwa. Kuna aina mbili za ufufuo Yesu atakapokuja mara ya pili. Tukio nilieleza jana, tukio ambalo litakuwa la kustajabisha sana, lakini kutakuwa na aina mbili ya watu ambao Yesu atawafufua. Maana ya kwanza, Yesu Kristo alifundisha kuwa kuna aina mbili za ufufuo: ufufuo wa uzima wa wenye haki na ufufuo wa hukumu wa waovu. Nasoma Yohana 5:28-29 na Matendo 24 mstari wa 15. Na Matendo ya Mitume, tusome Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume 24 mstari wa 15. Anasema hivi: ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao nao wanaolitimiza ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia. Kwa mtu asikudanganye kwamba ukifa ndio mwisho wako. Anasema kutakuwa na ufufuo wa wafu. Makundi mawili, wema na waovu. Na ufufuo huu umetenganishwa na kipindi cha miaka 1000, ambapo hawa wema watachukuliwa, watakaa na Mungu mbinguni kwa muda wa miaka 1000. Lakini hawa waovu watabaki wamelala katika usingizi tu huu wa mauti. Kisha Yesu atakuja kufufua ufufuo wa pili. Na kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 4 na wa 5 anazungumzia hili swala. Kisha tutasema mambo machache kabla ya kuweka hitimisho kwa ufupi katika somo letu la leo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 4 na wa 5, hata ikibidi wa 6. Anasema, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho za hao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea chapa katika vipaji vya nyuso zao, wala katika mikono yao ile ya chapa. Anasema na vipaji vya nyuso wakati wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hawafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na ni mtakatifu ni yeye aliye katika sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye miaka 1000. Hii itatuingiza kwenye somo letu la linalofuata. Lakini niseme nini hapa sasa? Ya kwamba kuna kausingizi kama mauti ambao kanaweza kukukuta. Unaweza kupata jambo fulani kakasababisha ukasinzia usingizi wa mauti. Ujumbe nilionao kwako mpendwa, usihofu. Ukiwa ukapata kitu fulani hivi kakakusumbua, tukitakiwa Mungu akaamua ulale kausingizi kama mauti, usihofu. Usihofu.
Usihofu jua watoto wako watakaje, shule watafanyaje, wazazi wako watafanyaje, marafiki zako, mume wako, mke wako. Usihofu, maana sekta ya uzima na mauti iko mikononi mwa Yesu wako. Anasema nalikuwa kijana, sasa ni mzee, sijaona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake ukilia njaa. God will take care of your offsprings. Mungu atawajali na kuwachukua na kuwazingatia. Lakini pia usihofu. Hofu yako kubwa ambayo inapaswa kusumbua fahamu zako sasa ni hivi: ninapolala, Yesu atakapokuja mara ya pili, nitafufuliwa? Au kwa mujibu wa Ufunuo 20, nitabaki nimelala katika usingizi wa mauti baada ya ile miaka 1000 ya wenzangu waliokuwa wanampenda Mungu wakitawala pamoja na Yesu huko juu mbinguni hapa duniani, kisha atanifufua Yesu ili anichome moto, mauti ya pili? Heri na mtakatifu yule ambaye Yesu atakija mara ya pili atamfufua katika ufufuo wa kwanza. Mauti kimsingi, kifo ni kile cha pili. Hiki cha kwanza tunachopitia kisio kifo, hiki ni usingizi. Shetani ametumia hii fursa ya hofu ya kupata jambo baya hili la kifo kwa kuwafanya maelfu ya watu, na bahati mbaya kabisa hadi watu wa Mungu, kufanya akili zao ziconcentrate na kukaa muda mwingi wakifikiri na kuogopa haka kitu kanachoitwa kifo cha sasa, wakati kimsingi kifo halisi Yesu atakapokuja mara ya pili na utukufu mkubwa, akiwa ameshawafufua wale watakatifu kwanza na kuchukua walio hai tena na kuishi nao mbinguni miaka 1000. Kisha atakaporudi, Ibilisi atawaamsha waovu wote waweze kushambulia ule mji, na Mungu atachoma kibiriti wale watu wote waovu na wote watateketezwa. Hii ndio kifo, ndio mauti ya pili. Hiki cha kwanza ni usingizi, wote tutaamshwa. Saddam Hussein ataamshwa, George Bush ataamshwa, Idi Amin ataamshwa kama hakufa katika tumbo. Wote tutaamshwa katika vipindi tofauti. Wengine tupate uzima wa milele na wengine wapate aibu na kudhalilika milele na kuchomwa na kupotea kabisa. Mpendwa, tumekuwa tukizungumzia kifo. Umeelewa ya kwamba likikupata jambo baya sasa, unalala tu kwa ajili ya kusubiri vitu viwili: moja, Yesu aje mara ya kwanza, ufufuo wa kwanza, akuchukue uende mbinguni; mbili, Yesu aje na watakatifu kuchoma dunia, ufufuliwe ili uteketezwe. Sasa kitendo cha kusikia hizi habari ni kitu bora sana. Ni mfumo ambao Mungu ameweka upate kusikia habari hii ili upate kuokoka na jaribio la kupotea milele kupitia kifo kile cha pili. Ikiwa unasema, mtumishi wa Mungu, nimekusikia, nataka maisha yangu yawe sehemu ya ufufuo ule wa wenye haki, heri na mtakatifu. Nataka niwe heri na mtakatifu katika kikundi cha wale watu ambao Yesu atawaamsha, tunakuwachukua na kukusanya kama vile anavuna ngano, anavuna mahindi, kwa vicheko na sherehe kubwa. Anasema mimi nataka niwe kwenye hawa watu. Na unasema wakati mwingine nimekuwa nikiomba wafu, nikiombea wafu, kumbe nimegundua leo hawa ni watu waliolala tu, hawana ishu, wamelala, wamepumzika. Nisisumbua tu waliopumzika, akili zao zimefungwa, hawezi kufanya chochote, hawana mchango wowote kwa mtu aliye hai, na mtu aliye hai hana mchango wowote kwa hawa waliopumzika. Yesu atakapokuja, pande atakapolia, wataamshwa. Unasema mimi nimechagua kuamshwa katika ufufuo ule wa wale watu ambao Bwana atawachukua na kwenda nao mbinguni. Ikiwa ndo mapenzi yako, Mungu akubariki sana. Baba, asante kwa mtoto wako, ninamwombea mfalme wa amani. Wakati utafika, wenda jambo fulani likampata ambalo si zuri, ukaamua apumzike kidogo. Lakini Bwana, unaweza ukaamua kama amependa na ukamuunga mkono kwamba kae tu mpaka utakapokuja, kwa sababu hivi karibuni nakuja. Bwana usifiwe. Ombi langu ni kwamba amesema, ameamua,
hata kama atakuwa amepumzika kidogo katika usingizi, Bwana ukifika mara ya pili, kija ile mara yako utakapokuja tena ile mara nyingine, Baba mchukue. Baba, hiki ambacho amekitaka mtendee na kuzidi, mtendee na kuzidi, katika jina la Yesu, amen.